CS Online TV, we share the good news. Uamsho agenda yetu. Na ripoti kutokea TAG Mbagala Kizuiani, na mimi ni mtangazaji wako Elia Msika, na hii ni CS Online TV. Kumbuka kwamba Jumatatu ya tarehe 10 tuliondokewa na baba yetu mchungaji ambaye alikuwa ni makamu askofu wa jimbo hili la Mashariki Kusini, baba yetu Dr. Samson Kameta. Niko na mchungaji Pastor Peter Maenge, na nataka nizungumzie mambo matatu kwa habari ya msiba huu mzito sana. Baba, Bwana Yesu asifiwe. Amen. 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 Poleni kwa msiba huu mzito mliopata. Tunamshukuru Mungu, ni msiba mkubwa, lakini faraja ya Roho Mtakatifu imeendelea kuwa kubwa kwetu. Ndio. Dr. na mchungaji Samson Kameta, wewe ulimfahamu kwa namna gani? Huyu ni baba wa imani, mimi nimemfahamu miaka mingi, na kwa neema ya Mungu nimewafahamu tangu wakiwa Mbeya, kwa sababu wao ni waasisi wa kanisa la Jerusalem Temple pale Sokomatola Mbeya. Baba yake mzee Enos Kameta ndiye mchungaji, alikuwa kiongozi pale, na kwa kweli wamekuwa baraka. Hata walipotoka kule baadaye wamekuja Dar es Salaam kwa ajili ya maisha mengine na maisha ya huduma baadaye. Ni baba ambaye amekuwa na mkazo mkubwa wa injili, viwango vya kumpenda Mungu, ile njaa ya kutumika. Lakini baadaye kwa mimi nikapata pia neema kwa sababu nimeoa kwao pia. Kwa nikawafahamu kiundani. Niliwafahamu mara ya kwanza kama huduma, lakini baadaye pia nikawafahamu kama sehemu ya familia. Ndio. Msiba huu umekuwa pigo kwa namna gani kwa kanisa? Msiba huu ni pigo kubwa kwa kanisa nzima na mwili mzima wa Kristo, kwa sababu huyu baba alikuwa baraka kwa makanisa yetu ya TAG, lakini pia alikuwa baraka hata kwa makanisa mengine tu, madhehebu mengine, sababu ni mtu wa mahusiano, ni mtu ambaye alikuwa anajali matukio ya watu, na mara nyingi tumemwona kwenye matukio hata madhehebu mengine tu unamwona amefika yuko pale. Kwa hiyo msiba wake ulipotokea umegusa wengi, na kujua ya kwamba umegusa watu wengi, unaweza kuona mamia ya watu ambao wamekuja kuanzia nyumbani. Hapa sasa hivi tupo kwa ajili ya kuaga kwa Bishop Magnus Mwiche, lakini hata jengo lenyewe halitoshi. Tumejaa ndani, tumejaa nje, mpaka nje tena kule watu wamejaa. Hiyo yote ni kwa sababu huyu baba alikuwa ni mtu wa mahusiano, lakini pia ni mtu ambaye aliilinda imani na ametembea na Mungu kwa viwango vinavyotakiwa. Ninyi kama watumishi vijana, unahisi mna jambo gani la kujifunza kutokea kwa marehemu sasa Dr. Samson Kameta? Huyu baba ana vitu vingi kwa sisi watumishi vijana vya kujifunza. Ni mengi, lakini naweza nikataja baadhi machache ambayo naona kabisa sisi wachungaji vijana tunatakiwa kuyachukua. Jambo la kwanza ni bidii ya kufanya kazi. Ni baba ambaye alikuwa achoki kufanya kazi. Ulikuwa unamuona anaweza akajitoa asubuhi, mchana, jioni. Kwa ile bidii ya kufanya kazi ni jambo la kwanza la kuchukua. Lakini jambo la pili la kuchukua au la kujifunza toka kwa baba yetu huyu Bishop Samson Enos Kameta ni unyenyekevu wake. Kwa ni mnyenyekevu sana. Kuna maeneo alikuwa anaweza akajichanganya ukazani tu ni mtu wa kawaida, lakini kwa sababu ya utii na unyenyekevu waliokuwa nao. Lakini jambo la tatu ambalo alikuwa nalo, ambalo ni kubwa sana na wasii sana wachungaji vijana tulichukua ili jambo kwa huyu baba aliyelala katika imani, ni mahusiano. Ni mtu ambaye alikuwa anakimbia sana kwenye matukio ya watu. Alikuwa na uwezo hata wa kusafiri kwa nauli yake ili amkimbilie mtu ambaye amepatwa na tatizo fulani. Kwa hiyo ndio mambo makubwa ambayo tunaweza tukawa tumejifunza kutoka kwa huyu baba. Wanapoondoka mashujaa kama hao wa imani, kanisa lina kitu gani cha kujifunza? Wanapoondoka hawa, kwanza tunambariki Yesu kwa sababu mzee wetu amelala katika Bwana. Amekaza kumpenda Yesu, lakini sisi kama kanisa, kama kuna jambo la kujifunza ni kuhakikisha kwamba tunazihesabu siku zetu vizuri, maana muda, majira na wakati wa sisi kuwepo duniani anayeamua ni Mungu mwenyewe. Kwa hiyo kikubwa cha kujifunza tu ni kuendelea kufanya kazi na kutumikia Mungu kwa bidii, maana muda wowote njia yetu ni hii ambayo baba yetu pia ametangulia. Kuna watu bado wanachanganya Bishop Askofu Kameta wa Mashariki Kusini pamoja na makamu askofu Samson Kameta. Ni walikuwa ndugu kabisa au imekakaje hii?
na nani alikuwa mkubwa, nani alikuwa mdogo, kama walikuwa ni ndugu? Ya hawa ndugu mtangazaji walikuwa ndugu kabisa. Ni ndugu wa baba mmoja, mama mmoja. Kwa kifupi ni watu waliozaliwa tumbo moja. Na huyu aliyelala ndio kaka mkubwa wa Bishop Dr. Lawrence Kameta, ndio kaka yao mkubwa. Na baada ya mzee Enos Kameta kulala, wao walimtemu huyu, walimchukulia huyu kama baba yao sasa. Walikuwa kama kiongozi wa familia, zile hekima za familia, maelekezo ya familia. Kwa hiyo ni kaka kabisa wa damu, kaka kabisa wa tumbo moja na Bishop Kameta. Yeye ni mkubwa aliyetangulia, Askofu Kameta ni mdogo. Pastor, barikiwe sana. Asante sana. CS Online TV, we share the good news. Uamsho, agenda yetu.